Leo tutajifunza kuhusu P ni nini na mita ya P ni nini. Tutajifunza kuhusu P ni umuhimu katika maisha ya jumla na mahitaji katika madawa. Kwa kuongezea, kila kitu unachohitaji kujua ili kutekeleza kwa ufanisi utunzaji wa mita ya P na operesheni kama fundi wa utengenezaji. Wacha tujadili ni nini P. Sio chochote isipokuwa kipimo cha asidi au alkaliniti ya dutu yoyote ya maji. Tunaweza kupima P katika anuwai kati ya 0-14 ambayo inaitwa kiwango cha P. Kiwango cha P ni kiwango cha rangi kilichoonyeshwa. Ikiwa P ya suluhisho iliyopimwa kati ya 0-7, hii ni zaidi kuelekea upande wa asidi, na ikiwa P ya suluhisho ni 7, ni neutral kama maji. Na kiwango cha P.71 ni mahali ambapo alkaliniti huanza na 14 ni ya msingi sana bila asidi iliyopo. Ndizi kwa kawaida ni tamu, lakini ikiwa umewahi kuumwa kwenye ndizi isiyo na ripe sana, labda umeona ladha chungu mara moja. Ladha hiyo chungu inaweza kuwa kidokezo kwamba kitu ni dutu ya alkali. Kinyume cha alkali ni asidi. Badala ya ladha chungu, asidi huwa na ladha ya sour. Vitu kama vile limao na siki ni asidi au asidi. Katika siku za nyuma, karatasi ya litmus ilitumiwa kujua ikiwa suluhisho ni asidi au msingi. Mabadiliko ya rangi ya karatasi ya litmus ilitumika kufanana na ukanda wa rangi ya kawaida ili kuamua nguvu ya asidi na msingi. Katika genera neno P ni alkaliniti au msingi na asidi ya dutu ya maji au mkusanyiko wa O hasi na chanya ion katika suluhisho. Maji safi yana P isiyo na upande wowote, ambayo inamaanisha maji yana mkusanyiko sawa wa mkusanyiko wa hidrojeni na hydroxyl ion. Unaweza kuona skrini inayoonyesha P tofauti ya suluhisho tofauti au bidhaa ili uweze kuhusishwa na mifano halisi ya maisha. Sasa tuna uelewa mzuri wa P ni nini. Sasa hebu tuelewe jinsi kiwango cha P cha madawa ya kulevya ni muhimu na mambo unayohitaji kujua kutekeleza majukumu yako ya kazi yanayohusiana na kusawazisha P kama fundi wa viwanda. P inadumishwa wakati dawa inatengenezwa. Wakati tunatumia dawa kwa athari maalum, kwa hivyo P ni muhimu kwa uharibifu wao wa dawa na solubility, kutolewa kwa dawa, utulivu wa dawa. Kiwango cha P kisicho na usawa kinaweza kuathiri bioavailability ya mtu anayetumia dawa. Kwa mfano, shampoo ambayo ina P ya 7 au zaidi, ambayo ni alkaliniti ya juu, ambayo inaweza kusababisha kuwasha kwa scalp. Vile vile, kiwango cha P cha damu yako ni 0.71 hadi 0.74, na ikiwa dawa unayotumia ina asidi ya juu au alkaliniti ya juu, badala ya kufaidika na madawa ya kulevya, mwili wetu hauwezi kunyonya dawa na inaweza kuwa na athari mbaya kwa mwili. Hiyo ndiyo yote unayohitaji kujua kuhusu viwango vya P na uhusiano wa jumla na madawa ya kulevya. Kusonga mbele, tutajifunza katika darasa tofauti jinsi ya kuandaa na kusimamia P ya suluhisho juu na chini. Katika darasa hili tutaona jinsi mita ya P inavyoonekana, jinsi inavyofanya kazi, ni calibration kabla ya matumizi, na yote unayohitaji kujua katika jukumu la kazi. Sasa, kama unaweza kuona picha ya mita ya P kwenye skrini yako, hii ni mfano tu wa mita ya P ambayo hutumiwa kawaida katika makampuni ya kati. Ingawa kuna mita nyingi tofauti za P ndogo au kubwa, kama mashine ya kuangalia shinikizo la damu. Pia unaona mchanganyiko wa elektrode ambayo inachukua usomaji wa suluhisho. Hii kioo elektrode inapaswa daima kuwa imechongwa katika suluhisho ambayo ni penne buffer ufumbuzi, vinginevyo itakuwa kupata deactivated na kutoa makosa P masomo. Inatuma usomaji kupitia mkono wa umeme unaoshikilia kwa dijiti kuonyesha usomaji wa kiwango cha P cha suluhisho lolote. Kibonye hukusaidia kuingiza majina ya madawa ya kulevya na nambari ambayo kisha mwendeshaji anaweza kuchapisha. Uchapishaji huu hutoka chini kwenye nafasi ya kadi ya slaidi iliyoonyeshwa kwenye video.
Kwa mfano, ikiwa unaunda dawa na unahitaji kurekodi na au kurekebisha kiwango cha P, unaweza kuingiza jina la dawa na au msimbo kwenye keypad, na habari hii inaweza kuchapishwa pamoja na kusoma P, na uchapishaji huu unaitwa data mbichi au data ya meta. Uchapishaji wa data ghafi kisha umeambatanishwa na kuandikwa kwa nyaraka tofauti kwa madhumuni ya ufuatiliaji. Kwa mfano, ikiwa tulibadilisha pia dawa leo na kukusanya data mbichi na kuokolewa miezi 6 baadaye, kwamba data inaweza kupatikana na unaweza kujua hasa nini kilichotokea wakati wa mchakato, tarehe, dawa, kiwango cha P, nambari ya vifaa vya mita ya P, mwanzo wa mwendeshaji. Inaweza pia kufuatiliwa nyuma kwa habari ya awali na ya kweli. Kampuni zingine hutumia mita za P ambazo hazichapi data mbichi au data ya meta. Katika kesi hii, kuunda ufuatiliaji, udhibiti wa mbili umeanzishwa, ambayo inamaanisha mtu atafanya kazi na mtu mwingine angethibitisha kazi yake na waendeshaji wote watasaini na tarehe, pamoja na kusoma halisi kwenye hati husika. Hii inaitwa udhibiti wa mbili ikiwa vifaa haviwezi kuchapisha. Hii ni sehemu muhimu sana ya kufuata na maelezo kuhusu ambayo nyaraka za masomo ya P na habari inayohusiana imeandaliwa au data ya meta iliyoambatishwa. Utajifunza hili tunapoenda kwenye darasa la mafunzo kwa maandalizi ya BAFA chini ya mafunzo ya uundaji. Mbali na utengenezaji wa P, mita hutumiwa na idara ya kudhibiti ubora na maabara pia. Sasa tunasonga juu ya jinsi ya kuendesha mita ya P. Kabla ya kutumia mita ya P, lazima tuangalie hatua za awali, matembezi ya awali ya kuona kupitia vifaa vya P. Ukaguzi wa kuona au kutembea kwa kuona kutoka kwa mwendeshaji lazima ufanyike kabla ya kutumia mita ya P, kuhakikisha kuwa inawashwa na mita ni safi, hakuna nyufa au mapumziko kwenye mita ya P. Kibandiko cha hali ya urekebishaji na sawa kutumia lebo iko. Hali ya calibration kwenye stika kama inavyoonyeshwa kwenye video ina habari juu ya wakati mita hii ilirekebishwa mwisho na wakati tarehe inayofuata ya calibration ni. Ikiwa mita hupita tarehe inayofuata ya calibration na recalibration haijafanywa, lazima usitumie mashine hadi urekebishaji ufanyike kulingana na sheria za GMP. Hakikisha usambazaji wa umeme kwa mita ya P na hali ya kuonyesha LT ya mita ya P baada ya kuwasha inaonekana kwenye skrini kuu. Ikiwa mita yako ya P katika kampuni inahitaji kuhifadhi elektrode katika suluhisho, daima kuhifadhi elektrode ya kioo katika bafa ya P4. Ili kurekebisha na uendeshaji wa mita ya P, utahitaji kwanza kuiwasha na kuruhusu muda wa kutosha kwa mita ya joto. Hii inapaswa kuchukua karibu sekunde chache, lakini angalia maagizo yako ya uendeshaji wa mita ya P yaliyotolewa na kampuni kwa nyakati halisi. Sasa siku katika soko mita za juu sana za P zinapatikana, uhifadhi wao na shughuli ni rahisi sana na unaweza kufanya shughuli kwa sekunde. Daima safisha elektrode yako na kufuta sterile. Ni kufuta iliyotengenezwa kwa kitambaa ambacho hakitoi chembe zozote za kitambaa zinazotumiwa kawaida katika shughuli za chumba safi. Epuka kusugua elektrode kwani ina utando nyeti karibu nayo. Ikiwa unapata elektrode kuwa chafu sana, wasiliana na mwongozo wako wa uendeshaji kwa suluhisho zilizopendekezwa za kusafisha. Usafi wa mashine zote na vifaa ni mazoezi muhimu ya GMP. Kabla ya operesheni ya mita ya P, hakikisha kuwa ni tarehe ya nje ya calibration haijazidi. Urekebishaji wa nje hufanywa na muuzaji wa tatu aliyeajiriwa na kampuni. Aina hii ya urekebishaji wa nje hufanywa mara moja kwa mwezi 6 au kila mwaka kulingana na sera ya kampuni. Kabla ya operesheni yoyote kwanza, kama mafundi wa utengenezaji wanatakiwa kuanza mita ya P na kuirekebisha. Katika hatua hii tunahamia kwa calibrate P mita. Kwa ujumla utahitaji suluhisho 3 za bafa kwa kusawazisha P meter. Ya kwanza itakuwa bafa ya neutral na pia 7
nyingine mbili zinaweza kuwa P ya 4.1001. Katika hatua hii tunathibitisha tu suluhisho hilo na P7 inaonyesha nambari sawa kwenye skrini ya dijiti. Buffer inamaanisha suluhisho la maji na kiwango cha P kinachohitajika. P ya buffer hubadilika kidogo sana wakati kiasi kidogo cha NaO sodium hydroxide kinaongezwa ili kuifanya alkali zaidi ikiwa inahitajika. Vice versa, asidi ya hydrochloric huongezwa ikiwa ni ya msingi na inahitajika kuwa asidi zaidi. Marekebisho haya hufanywa kwa kuongeza NaO ya kemikali au katika nyongeza ya 0.05 ml. Kwa vitendo, ikiwa usomaji wako wa P ni 0.85 na umeagizwa kuileta hadi 7, basi utaanza kuongeza 0.05 ml ya kila wakati kwa nyongeza 0.05 ml kila wakati au hadi ufikie usomaji wa P unaotakiwa. Hii ni rahisi kama hiyo. Kabla ya kufanya kazi P, mwendeshaji wa mashine hufanya ukaguzi wa calibration baada ya kuangalia sheria za jumla za kidole gumba ambazo mashine huwasha kuonyesha inafanya kazi. Uchunguzi umeambatishwa na haujavunjika. Sasa katika hatua hii suluhisho 3 tofauti za buffer hutolewa kwa fundi wa utengenezaji. Tunapewa suluhisho 3 tofauti na viwango vitatu tofauti vya P. Sasa, moja baada ya nyingine, ungeangalia kiwango cha P ili kuona ikiwa mashine inasoma kiwango sahihi cha P cha suluhisho zote 3. Hii inathibitisha kuwa mashine yetu iko tayari kutumika. Ikiwa vifaa vinaonyesha usomaji usio sahihi, fundi wa utengenezaji anamjulisha msimamizi ambaye atatoa mita mbadala ya P au kushauri vinginevyo. Kama unavyoona kwenye skrini yako, kuna hatua za kina pamoja na picha. Kila kampuni ina nyaraka za maelekezo ya kazi na utapewa mafunzo sawa kabla ya kufanya kazi kwenye mita ya P au shughuli nyingine yoyote. Huwezi kufanya operesheni yoyote ndani ya kampuni ikiwa haujafundishwa, ingawa unaweza kuwa na tasnia au maarifa ya awali. Lazima ukamilishe mafunzo yako wakati unafanya kazi katika kampuni kabla ya kutekeleza shughuli. Ni mahitaji ya FTF 210 na 211. Maagizo sawa kutoka kwa calibration hadi jinsi ya kutumia, jinsi ya kuchukua, kusoma na baada ya kutumia uhifadhi wa mita ya P. Maelekezo ya kina yameandikwa katika taratibu za kampuni na zinaonekana kama unavyoona kwenye skrini yako. Maelekezo ya kazi ya jinsi ya kurekebisha kabla ya operesheni ni tofauti kumbukumbu na mafundi wote ni mafunzo juu yao. Aidha, mafunzo juu ya calibration na operesheni halisi hutolewa tofauti. Kwenye skrini hii unaona hatua halisi za operesheni juu ya jinsi ya kuchukua, kusoma suluhisho. Kabla ya kuchukua, kusoma suluhisho, lazima uondoke uchunguzi au elektrode katika suluhisho hadi kusoma utulivu. Mwongozo wa vifaa kutoka kwa mtengenezaji ungependekeza dakika 1, ondoa 2 au kulingana na udhabiti wa mita ya P. Baada ya utulivu wa kusoma, lazima uchukue kuchapisha na kitufe cha kuchapisha. Baada ya kukamilika kwa operesheni yote, hati hii ya kuchapisha imewekwa kwenye rekodi ya kundi na au logi. Mita ya P ni rahisi sana kufanya kazi. Ni kama kuangalia shinikizo la damu yako na mashine ya shinikizo la damu. Unachohitaji kukumbuka ni wakati uko karibu kufanya shughuli hii, jambo la kwanza unahitaji kufanya ni ukaguzi wa kuona ili kuhakikisha hakuna uharibifu wa kimwili, kisha baada ya kuiwasha na kuhakikisha inawasha. Kisha mchakato wa calibration huanza, ambapo unapewa suluhisho 3 tofauti na kiwango cha P cha 4, 7 na 10 na lazima uangalie kuwa inazisoma kwa usahihi. Kati ya kila dip kwa kusoma, unahitaji kufuta uchunguzi na kufuta sterile. Kanuni za msingi za fundi mzuri: kujua na kuelewa ufuatiliaji wa shughuli za P. Ili kujua na kuelewa na kuhakikisha kila kusoma P, lazima kuchapisha data mbichi,
Data hii mbichi lazima iwe na nambari ya bidhaa za dawa, jina na habari nyingine. Takwimu hii mbichi ni aina ya utaratibu wa ufuatiliaji wa kwa nini suluhisho liliandaliwa, ni nani aliyeifanya, ni nini kusoma, dawa ambayo ilitumiwa kwa tarehe na wakati wa utekelezaji. Kwa kuongezea, nguvu ya kiufundi ya fundi wa utengenezaji pia inategemea ni nyaraka ngapi zinazofaa. Habari hii inahitaji kurekodiwa na sheria za pato la taifa lazima zifuatwe. Kuna nyaraka mbili za msingi ambazo habari hii inaingia na mojawapo ni Perimeter Calibration na kitabu cha kumbukumbu cha operesheni. Kama unavyoona kwenye skrini yako, kuna umbizo la kielelezo cha urekebishaji wa MITAYAP na kitabu cha kumbukumbu cha operesheni. Kanuni ya msingi ni kuweka ufuatiliaji, wakati MITAYAP ilitumiwa na kwa dawa gani ilitumiwa. Kanuni za pato la taifa lazima zifuatwe wakati wa kufanya maingizo kwenye kitabu cha kumbukumbu. Kumbuka, ikiwa haijarekodiwa, haijawahi kutokea. Tumejifunza kanuni za pato la taifa tayari. Hii inahitimisha operesheni ya MITAYAP. Asante, tazama katika darasa linalofuata.